Kaunti ya Taita Taveta ni kati ya kaunti ambazo zilikuwa na maswali kuhusu uwajibikaji katika matumizi yake ya fedha iliyotolewa na mkaguzi mkuu wa fedha za serikali. Kuna miradi ambayo kaunti ilijiingiza ila haijawafaidi wenyeji. Hata hivyo, wakuu wa kaunti wamejieleza kuhusiana na tuhuma zilizotolewa dhidi yao. Shadrack Miti anaeleza katika makala yetu ya Viunzi vya Maadili. Kwa wakazi wa kaunti ya Taita Taveta, ahadi walizopewa kwenye kampeni za uchaguzi mkuu wa mwaka 2013 zilikuwa porojo tu. Kwani miezi 6 kabla ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2017, hapana hata ahadi moja wanayohisi ilitekelezwa. Si mambo na ajira, healthy, barabara, kila kitu imetufaili. Hakuna zile nimefaidi katika Taita Taveta kaunti. Shida ni ile ile. Shida ni zile tu. Zazidi kuongezeka. Ukosefu wa maji umesalia kwa tatizo kuu zaidi, huku uhitaji wa bidhaa hiyo muhimu ambayo wanasiasa waliifanya kwa nguzo muhimu kwenye mchakato wa kusaka kura ukizidi kushamiri kila kukicha. Kidimbwi hiki cha samaki ambacho sasa kimekauka kwa ukosefu wa maji kikiwa idhibati ya hayo. Shida ya maji hapa imekuwa kila mwaka shida ya maji kwa sababu tunategemea vyanzo vya maji kutoka milimani. Tuliambiwa shida ya maji imeisha, kumenunuliwa water mbunza, sijui water, na maji inakatika kila wakati. Licha ya kauli hizo kutoka kwa wakazi, serikali ya kaunti ya Taita Taveta inasema kazi imefanya na ishara za maisha kuboreka zipo. We've done over 70 fish ponds and been able to stock them, and farmers are also getting some profits or income revenue generation from those projects. Masikitiko ya wakazi ni kwamba matarajio yao kwamba serikali ingeshughulikia miundo msingi hayakuzingatiwa. Lakini serikali ya kaunti ya Taita Taveta inasisitiza kwamba kama ni kazi imefanywa na walio na macho wataona hata bila ya kuambiwa. We've done over 100 kilometers of newly opened roads. Ripoti ya mkaguzi mkuu wa mahesabu ya serikali inaashiria kwamba jumla ya shilingi milioni 438 ziliondolewa kutoka kaunti ya maendeleo na kuhamishiwa ile ya matumizi kwenye bajeti ya mwaka 2014 hadi 2015. Hatua iliyokiuka sheria katika kifungu cha 154 cha matumizi ya usimamizi wa fedha za umma. Sio maendeleo tu, hata eneo yalipo makao makuu ya kaunti lina utata. Kinyume na alivyodokeza Gavana John Murutu, makao makuu hayo hayakujengwa mjini Mageno. Zaidi ya hayo, ufisadi na ufujaji wa fedha vilishamiri katika mradi huo wa ujenzi wa makao makuu ya kaunti. Kwa mfano, ua mdoko tu na ofisi ya mlinzi vinasemekana kujengwa kwa gharama ya shilingi milioni 7.2. Sasa kinachosubiriwa ni uchunguzi wa tume ya maadili na kupambana na ufisadi EACC. Hata wanakandarasi hawajaachwa nyuma. Inasemekana serikali ya kaunti ya Taita Taveta inadaiwa jumla ya shilingi milioni 800 na wanakandarasi. Shadrack Miti, KTN leo.